Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa tunapozibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni uchukue sekunde moja tu usubscribe, uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama kanda hii mahali popote ulipo, ukaweze kuponyeza alama ya like na karibu. Mlipuko wa uvamizi kwa Jaji Chande umeweza kushuhudiwa baada ya kushirikiana na Rais Samia Suluhu Hassan kudanganya Watanzania kupitia ripoti ambayo iliweza kusomwa siku ya Alhamisi wiki jana, jambo ambalo limesababisha Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kujificha, hajazungumza chochote, Chande akivamiwa hadharani. Sasa ripoti za ndani ambazo tuko nazo, naomba usikize. Padri ambaye ni wa kanisa la Kikatholiki Kitima, najua mnamuelewa, amevamia Jaji Chande kwa kusema ya kwamba maelfu na maelfu ya watu waliuawa na kufutilia mbali ripoti ambayo aliweza kuiwasilisha. Tusikize Kitima vile anamshambulia Jaji Chande. Lakini mauaji makubwa kiasi hii, useme mtu amehongwa aandae maandamano? Vijana si wajinga kiasi hicho. Kusema vijana wamenunuliwa ili kuandamana si sahihi. Kwanza kuandamana tarehe 29 maana yake kuna mtu amehamasisha zaidi kuingia barabarani. Mikoa zaidi ya 5, mazingira ya wilaya vile vile, unachukua wilaya ya Tunduma ambapo kumetokea mauaji makubwa, lakini ukienda huko unaambiwa maiti ziko sijui 8 sijui 2, Tarime, Katoro, Kahama, huko unakotaja kumetokea mauaji makubwa. Kulitokea maandamano kwingine na kuna mikoa ambayo haikutokea maandamano, lakini mikoa unataja Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Geita unapotaja mikoa, lakini wilaya ndio hizo unazoziona hizo zimetokea, na huko kumetokea mauaji ya watu mamia. Hatuongelei watu wameuawa 2 3. Huyo ni Padri Kitima amemvamia kwa kusema ya kwamba Jaji Chande alishirikiana na Samia Suluhu Hassan kuwadanganya Watanzania kwamba vijana waliweza kulipwa ili kuandamana. Hayo ni yale ambayo Jaji Chande aliyasema yeye mwenyewe. Sasa kuna maswali ambayo yanaibuka: nani alitoa ufadhili? Yeye ako na pesa zipi anaweza kuwalipa vijana wale ambao walikuwa katika maandamano? Ameifutilia mbali ripoti hiyo ya Jaji Chande kuwa ni udanganyifu, vile waliweza kushirikiana na Samia Suluhu Hassan. Kitima pia amesema maelfu na maelfu ya watu waliangamia, sio vile Jaji Chande alisema watu 518, huku akisema waliouawa ni wengi, huku Jaji Chande akitumia mikoa kama Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya. Hiyo ni mikoa, hakuzungumzia wale ambao waliuawa katika vijiji na vijijini kama Tunduma, Tarime, Katoro, Kahama na maeneo mengine ambapo watu wengi waliweza kushuhudiwa wamepoteza maisha yao. Na akasema ya kwamba hiyo ripoti ni ya ukora. Hiyo ripoti ambayo Chande ameitoa haiwezi kuwa halisi, ni kushirikiana na Samia ili kuwadanganya Watanzania. Najua Samia aliweza kujiundia tume ya kumsafisha yeye mwenyewe, ndio maana ikatoa ripoti ambayo sio kamili. Chande watu wengi wamemlaumu kwa sababu waliouawa ni wengi, halafu Chande anakiri kwamba baadhi ya watu waliweza kuchukuliwa na familia zao na kuzikwa, ila tu sijui ni 6 ambao hawakupata nafasi ya kuzikwa, jambo ambalo ni udanganyifu. Familia nyingi ambazo zinalia hapa na pale zilizozika viatu na nguo zao, picha, ishara kwamba wamezika wenzao ambao hawajapatikana kufikia sasa. Kitima amelipua, amesema ya kwamba hakuna yeyote ambaye alilipwa. Wale ambao waliangamia kwa nyumba walilipwa na nani? Kwa sababu vyombo vya dola viliweza kurusha risasi za moto na kuuawa wakiwa nyumbani.
na hawakuwa wanaandamana. Sasa kama walikuwa wanaandamana, nani aliwalipa waandamane kwa nyumba na wakauliwa? Kitima ameongeza kwa kusema ya kwamba lengo la waandamanaji ni kuteswa, gharama ya juu ya maisha hapa Tanzania, ukosefu wa demokrasia, wengine kuzuiliwa kuwania viti mbalimbali kama Tundu Lissu, Mpina wa ACT Wazalendo. Lengo lingine ni utekaji nyara, jambo ambalo limeweza kuzua taharuki hapa Tanzania. Ikumbukwe Humphrey Polepole hajapatikana kufikia sasa na hamna yeyote ambaye anajua alipo. Kumaanisha yale ambayo yaliweza kusababisha vijana kuandamana ni utekaji nyara, upotezwaji, demokrasia haipo na kuteswa, gharama ya juu ya maisha. Hayo ndio yaliweza kulenga ama kusababisha maandamano kushuhudiwa hapa Tanzania. Lakini yale ambayo Jaji Chande alikuja akayasema hadharani ni ya kumsafisha aliyemteua kuongoza tume hiyo. Wote wanatoka kule Zanzibar, sio Tanganyika. Sasa wanadanganya wa Tanzania. Unajua ripoti ambayo iliweza kuangaziwa na CNN, PPC, Al Jazeera, vyombo vile vya habari kutoka mataifa mengine wanatumia picha za satellite, waliweza kuonyesha makaburi ya halaiki. Watu wengi wakazikwa kwa makaburi ya pamoja kama njia moja ya kuzuia ICC, mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu, kutomfahamia na kutomtia mbaroni na kumchukulia hatua kali za kisheria Samia Suluhu Hassan. Wakajaribu kuficha ushahidi ili wasije wakakamatwa, lakini ukweli ni wazi kwamba watu waliangamia ni wengi na hamna demokrasia katika taifa la Tanzania, ila tu haki inastahili. Nimeona watu wengi wanasisitiza mambo ya uwajibikaji, haki ifanyike hapa Tanzania kabla ya maridhiano ambayo wanadai. Kwanza, maridhiano ni ya nini ambayo mnaitisha kama serikali ya Samia Suluhu Hassan? Maridhiano ni ya nini mnataka kuzungumza na Tundu Lissu? Kwa nini lazima uwajibikaji uonekane, familia ziweze kulipwa fidia waliopoteza wenzao, miili patikane, familia zikabidhiwe miili waende kuizika, kuonyesha heshima ya mwisho haswa kwa wale ambao walipoteza wenzao, na wale ambao walijeruhiwa washughulikiwe, gharama zilipwe kule mahospitali, washughulikiwe wapone kabla ya maridhiano hayo ambayo serikali inaitisha chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Kitima ameweza kufutilia mbali ripoti ya Jaji Chande kwamba ni ya ukora, ni ripoti ambayo haina msingi, ni ripoti ambayo ni ya kusafisha Samia Suluhu Hassan, huku akikiri ya kwamba anaweza kuzungumza hivyo kama Kitima na aweze kupotezwa na kuuawa, lakini yeye amesimamia ukweli na amesema yote kulingana na vile fikira zake zinamuongoza, kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu, lazima aongee ukweli halisi wa mambo. Naomba kutamatishia hii kanda hapo, tutakutana kwa kanda nyingine ambayo nitaileta baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni, kuna patoni hapo chini imeandikwa subscribe, bonyeza hiyo patoni ili kuwa subscribe, na kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Tunapozipata tukizihakiki ndipo tunazileta hewani. Kwa heri kwa sasa.